Watukufu wa Islam, Maka ndo mji aliozaliwa Mtume, Madina ndo mji aliozikwa Mtume, na kuna mji wa kiilmu Misri, kuna mji wa kiilmu Baghdad Iraq, miji ya kiilmu. Kuna miji ya kiilmu kama Yamani. Na huko kote ndugu zangu Waislamu wakiswali Ijumaa hakuna tena adhuhuri. We mtu wa Nyaminywili nyumbani kwetu sia, basi wewe useme Ijumaa na adhuhuri nafaa. We Nyaminywili ndo ufananishe na Maka kweli? Acheni masiara hayo. Maka kule alikozaliwa mtukufu wa daraja, watu wanaswali Ijumaa tu, hakuna adhuhuri. Wewe Nyaminywili ndo uwe na ilmu kuliko Maka? Au Mvomero hapo Morogoro? Au Magole Ukamba Morogoro? Jamani, acheni bwana masiara hayo. Balaa kubwa hili ndugu zangu Waislamu. Ndio maana bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira fa'alaykum bisunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajidh. عليكم بسنتي innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, atakayeishi miongoni mwenu miaka mingi ataziona tofauti nyingi katika Uislamu. Fa alaikum bisunnati, basi ni juu yenu kushikamana barabara na mwenendo wangu, wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, na mwendo wa maswahaba wangu, wale makhalifa wangu wanne, wale viongozi wakubwa, Abu Bakri, Umar, Uthmani na Ali. Shikamaneni nao wale na mimi mwenyewe. Addu alaiha bin nawajidh, tena zile sunna zangu na sunna za makhalifa wangu zikamateni kwa magego, kwa meno ya kutafunia. Shikeni barabara zile. Ndio huu wakati. Moja katika dalili za kiyama ni uchache wa ilmu kwa Waislamu. Inna min ashrati saa an yurfa al-ilm. Angalia katika hadithi ya Imam al-Bukhari rahimahullah, inna min ashrati saa, hakika katika dalili za kiyama, an yurfa al-ilm, ni kuondoshwa kwa ilmu ya dini, wa an yadhhara al-jahl, na ujinga kujitokeza, wa an yushrab al-khamr, na pombe kunywa sana, watu watakunywa sana pombe, kunywika sana pombe, wa an yadhhara zina, na zina kuwa iko wazi wazi. Zote hizo ni katika dalili za kiyama. Watu wanafanya ibada, kusoma hawataki. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Basi kusoma utaki, hata kusikiliza basi. Kuna mambo mengine yanahitaji akili, mengine yanahitaji maandiko. Sio tumia akili tu. Akili wakati mwingine haitakiwi kutumiwa, wakati mwingine yanatakiwa maandiko. Kuna ndo maana katika tauhidi, katika somo la tauhidi, kuna ad-dalilu al-aqli wa ad-dalilu an-naqli. Kuna dalili ya kutumia akili na kuna dalili ya kutumia maandiko. Kuna wakati unatakiwa utumie akili tu, si maandiko. Kama Imamu Abu Hanifa rahimahullah alipojiwa na mzandiki mmoja akamwambia Imamu Abu Hanifa, Imamu Abu Hanifa ndo katika maimamu wakubwa, al-Imamu al-A'zam katika wale maimamu wanne, Imamu Malik bin Anas, Imamu Muhammad ibn Idris al-Shafi'i na Imamu Ahmad ibn Hanbali. Basi yeye Imamu Abu Hanifa anaitwa bwana Nu'man ibn Thabit, yeye ndo al-Imamu al-A'zam, ndo imamu mkubwa zaidi kuliko wote wale. Mzandiki alimjia akamwambia, wewe imamu, wewe mzee, wewe unawatangazia watu kwamba yuko Mungu. Mimi leo nimekuja nataka tufatane mguu mosi, mguu pili, ukanipeleka anakoishi Mungu na unionyeshe ndo huyu. Wewe unakwenda kuwadanganya watu hao? Watu wametahayari.
bwana mkubwa anaambiwa maneno ya ajabu. Lakini maimamu watukufu wa Islamu wana kitu Mwenyezi Mungu alikuwa anawapa, ilhamu inaitwa. Ilhamu wanapewa mawali wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni wahi mdogo. Wahi mkubwa wanapewa mitume, wahi mdogo wanapewa mawali. Na wale mashekhe wakubwa wa zamani, wengi wao au wote walikuwa mawali. Pale ikamjia kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Yani ukisikia ilhamu ni kama msaada kutoka mbinguni. Ikamjia pale, nimjibu nini huyu? Akamwambia, bwana nimekusikia. Angalia hikma za ulama. Nimekusikia bwana, jambo lako zito na linatakiwa utekelezaji. Mimi nimekubali, nitakupeleka kuanzia sasa kwenda huko mguu mosi mguu pili mpaka anakoishi Mungu, nikakwambie ndo huyu. Nimekubali. Mzee Abu Hanifa anamwambia yule mzandiki, twende basi. Akamwambia, subiri kidogo, na kijiswali kidogo nataka nikuulize. Uliza hata maswali makubwa, lakini leo utanipeleka kwa Mungu leo. Akamwambia sawa. Akamuuliza hivi, alaka aqlun, wewe mzandiki unazo akili? Akamwambia naam, nazo akili. Ana aqilun, mimi ni mwenye akili timamu. Imamu akamuuliza, bi ayi dalil, kwa ushahidi gani kuwa wewe unazo akili? Akamwambia naam, banaitu baitan askunu maa abi wa ummi wa auladi wa ikhwani, nimejenga nyumba yangu ile pale, naishi mimi, baba yangu, mama yangu, ndugu zangu, wanangu. Sio akili hiyo? Akamwambia sadaqta. Imamu akamwambia, umesema kweli, unazo akili. Sasa safari yetu imefikia wakati wake, tutanyanyuka sasa hivi. Aturini aqlak, unaweza kunionyesha akili yako ilivyoumbwa? Hebu itoe kwanza niwekee hapa niione. Mzandiki akamwambia, wewe mzee umechanganyikiwa, kwani akili inatoka? Akamwambia, sasa wewe unasemaje Mungu hayupo? Wewe unataka kumuona Mungu? Kwanza tuione akili yako, alafu ndo tuende kwa Mungu tukamuone. Wewe mwenyewe una vitu chungu nzima hujaviona, alafu unamtafuta Mungu. Si una wazimu? Kwa hiyo kuna vitu ndugu zangu Waislamu vipo lakini havionekani. Kuna viumbe vingi tu vipo lakini havionekani. Hapa tunavyo lakini hatuvioni. Kuna malaika, kuna majini. Utawaona siku ya kufa malaika, na majini utawaona siku ya kufa. Jini mkubwa utamwona Ibilisi laanatullahi alayhi, utamwona live wakati wa kutolewa roho. Lazima asogee, si mshenzi, anataka kukuangamiza tu mara ya mwisho. Baada yani ule wakati wa majeruhi. Mpirani tunasema wakati gani ule? Wakati extra time, wakati wa mwishoni sasa. Wakati wa mwisho ule. Basi lazima aje Ibilisi. Na malaika utawaona live. Ukiwa mtu mwema basi wanakupongeza. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Sisi ni malaika, sisi ni vipenzi vyenu, ndugu zenu sisi katika imani. Duniani ilikuwa siri, akhera sasa katika maisha haya mapya ya kiakhera ndo unatuona live. Sisi ndio malaika, unawaona live. La takhafu wala tahzan, wanakuambia usiogope wala usihuzunike bwana. Leo ni siku ya Eid kabisa juu yako, siku ya furaha kubwa kwa sababu ya matendo mema uliyoyafanya. Lakini ukiwa mtu mbaya wanakusimanga malaika, wanakuja malaika wa adhabu, wanakwambia laqad kunta fi ghaflatin min hadha, wanakusomea aya, kulikuwa umeghafirika mno na jambo hili la kufa. Fakashafna anka ghitaaka, leo tumeondosha vizibo vilivyomo kwenye macho yako. Fabasaruka alyawma hadid, leo kuona kwako kumekuwa kupana mno, unatuona mpaka sisi malaika. Kazi unayo leo, balaa kubwa. Mwenyezi Mungu atunusuru, Mwenyezi Mungu awanusuru wazazi wetu na sisi wenyewe na vizazi vyetu. Siku ya kutolewa roho iwe salama inshallah.
Maana kuna kutolewa roho taratibu na kungongozolewa, wazaramu wanasema. Kungongozoa, si unajua? Balaa kubwa kutolewa roho. Usifikiri mchezo. Ndio maana hata ile talqini unaambiwa umfanyie mtu akiwa katika gharghara, akiwa katika sakratul maut. Tena umfanyie kwa upole. Wa alla tuntiqahu wa an tantiqa lahu. Usimtamkishe, umtamkie. Unajua maana yake? Kuna kumtamkisha na kumtamkia. Unatakiwa umtamkie, usimtamkishe. Mgonjwa yuko katika sakratul mauti, mgonjwa sana, unatakiwa umtamkie neno la ilaha illa Allah. Umtamkie, usimtamkishe. Kumtamkia ni wewe kutamka la ilaha illa Allah, tena kwa sauti laini ya upole, ya huruma, pole pole. Kumtamkisha ni kumwambia qul la ilaha illa Allah. Mzee Mbonde, sema la ilaha illa Allah, kwa yale anayopambana nayo pale, ambayo wewe huyaoni wala mimi siyaoni. Anaweza kusema la aqulu, sisemi, atuane. Wewe unajua yuko katika hali gani pale? Falaula idha balaghatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. Mwenyezi Mungu anasema tabaraka wa taala, falaula idha balaghatil hulqum, basi ole wao itakapofika roho katika koo. Roho ikishatoka kuanzia miguuni huko inakuja mpaka inafika kwenye koo. Wa antum hina idhin tanzurun, na nyinyi wakati huo mnamtizama yule anayetaka kufa, mnamtizama. Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun, na sisi tuko karibu naye zaidi huyo anayetaka kufa kuliko nyinyi, lakini nyinyi hamuoni. Hamuoni hata wale wajumbe wangu wale. Hatta idha jaa ahadahumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Angalia katika sura ya 6 aya ya 62. Hatta idha jaa ahadahumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun, mpaka mmoja wao unapomfika umauti, unapofika muda wake wa kuondoshwa katika ulimwengu, tawaffathu rusuluna, wajumbe wetu wanamua mara moja, wa hum la yufarritun, wala hawapotezi muda. Muda ukifika ndo wazungu wanaita net, wakati ule ule wanafika kutoka mbinguni. Unaona vidume tu vimeteremka. Mimi naviita vidume. Kwa sababu gani naviita vidume? Ghiladhun shidad, kwanza wakali, alafu wana nguvu, wana hasira, alafu wana nguvu za ajabu. La ya'suna Allah ma amarahum, sifa yao nyingine hawamuasi Mwenyezi Mungu analowaamrisha. Wayafaluna ma yu'marun, na wanafanya yale yale wanayoamrishwa. Malaika mchezo. Akina Sayyiduna Israil alayhi salatu wassalam kamfata mpaka mwalimu Uingereza, Mwalimu Nyerere, Israeli. Unafikiri mchezo? Kidume huyo, kidume kimemzukia huko Ulaya mwalimu. Si unakumbuka mwalimu alikuwa anaumwa siku zile 99 ile, akaenda Uingereza kutibiwa, Mtakatifu Thomas. Basi muda ulipomalizika, Mungu akampa amri Sayyiduna Israil, teremka huko Ulaya. Akashuka Uingereza, akaenda akachukua roho ya mwalimu akarudisha kwa Mungu. Tukaletewa mwili hapa, tukauaga pale uwanja wa Taifa, alafu jazakumullah tukaenda tukaupumzisha kule Butiama. Sasa ishakuwa miaka 12 sasa. Miaka haikawi. Mwalimu hatunaye tena. Miaka 12 sasa. Toka 99 Sheikh. Allahu Akbar. Kamfata mwalimu Uingereza. Atashindwa kukufata wewe kule na Njilinji Mtwara? Kweli? Wewe mjumbe wa nyumba 10 una cheo gani wewe Israeli asikufate?
Kawafuata watu wakubwa akina baba wa taifa, itakuwa wewe nani Nze Nchomeko wa kule nani Mahuta Newala? Hatari sana. Au Kitangari Mtwara. Watukufu wa Islam, ni lazima tuangalie sana, tuangalie mambo haya. Tutahadhari sana na siku ya kutolewa roho. Alafu Mungu alivyokuwa fundi, hebu tizama wewe, katuficha. Wewe na mimi katuficha. Mwenyezi Mungu atulinde. Balaa kubwa shekhe, unaweza kufanya mchezo kumbe ndo kidume kishaamrishwa kije kukuchukua. Anakuchukua unakunywa ulevi, unafikiri mchezo, utafikia wapi unafikiri? Au anakuchukua mahala pabaya zaidi kuliko pombe. Anakuchukua unamshirikisha Mungu. Ushavua nguo zako kwa uchi, umevaa mairizi tu kiunoni unakwanga. Alafu ndo muda wa kuondoka akhera ushafika. Utakwenda kusema, wanga mtakwenda kusemaje? Nazungumza kwa sauti kubwa maana wako mbali kidogo nje huko. Hatari sana. Watukufu wa Islam, Mwenyezi Mungu kwetu sisi ni mwenye huruma mno. Kama alivyojigamba mwenyewe ndani ya Qur'ani akasema, inna Allaha bin nasi la raufur rahim. Hakika ya Mwenyezi Mungu kwa watu ni mpole na ni mwenye huruma. Mwenyezi Mungu anatufanyia upole sana sisi wanadamu na anatuhurumia mno. Na katika sura ya 16 aya ya 61 Suratul Nahli, Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala anasema, walau yuakhidhu Allahu an-nasa bidhulmihim ma taraka 'alayha min dabba walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma fa idha jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Sikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema, walau yuakhidhu Allahu an-nasa bidhulmihim, lau kama Mwenyezi Mungu angalikuwa anawachukulia watu dhulma zao, yani madhambi yao, na hukumu pale pale, ma taraka alaiha min dabba, asingaliacha mnyama yoyote anatembea juu ya ardhi hii, singebaki kiumbe yoyote, sote tungeangamizwa hapa, wote wangeangamizwa. Walakin yuakhiruhum, lakini anawapa muda, ila ajalin musamma, mpaka kwenye wakati uliopangwa. Mwenyezi Mungu akujalie uwe shehe na wewe kama mimi au kuliko mimi. Sema amina wewe. Lau kama Mwenyezi Mungu angalikuwa anatuchukulia sisi makosa tunayoyafanya alafu na adhabu hapo hapo, asingebaki mtu. Maana hakuna asiyekosea. Walakin yuakhiruhum, lakini Mungu ana desturi yake, anawapa muda, anawachelewesha watu, ila ajali musamma, mpaka kwenye wakati uliopangwa. Ule wakati anaupanga mwenyewe ndo analeta balaa, kifo au balaa lolote wakati ule. Fa idha jaa ajaluhum, unapofika ule muda wao wanadamu wa kuchukuliwa kurudishwa kwa Mungu, fala yastakhiruna saa, hawacheleweshwi saa moja, hawachelewi saa moja, wala yastaqdimun, wala hawatangulii, hawachelewi ili sali moja watangulii. Ukifika tu muda lazima uende akhera. Ndo mtu mwanadamu sasa yule alopuuza mambo ya kheri, kila akiambiwa mambo ya kheri anapuuza, kila akiambiwa anapuuza. Basi siku ile sasa vidume vishateremka, ndo anamwambia Mungu, Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum min as-salihin walan yuakhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun.